Muwa una allergy ya upande wetu kama kabila la Wasukuma. Msukuma ana historia ya kuchukua muwa mzima kupeleka kwenye ndani ya familia. Anapofika kwenye ndani ya familia, anaenda kupandikiza kama kitu ambapo familia ikipende, ambapo wakati mwingine kama tiba kwenye upande wa ugonjwa wa msana. Inasaidia kusafisha msana kama imo kwenye ndani ya mwili. Kwa nini muwa umekuwa na umaarufu sana kwa Wasukuma? Unadhani kuna nini siri yake? Utamu ama ni shida yake nini? Kwanza Msukuma ana historia ya ulimaji wa miwa. Kwenye mtu aliye na shamba la sehemu ya bonde, lazima alime miwa. Hiyo miwa anatengenezea mazingira ya kujua kwamba miwa inaweza ikatulinda wakati mwingine, wakati wa njaa. Unaweza ukajisikia njaa, halafu pili inakata kiu ya njaa. Hapo hasa huwa ni vijana, wazee unapokuwa unafanya biashara, wanaopenda sana miwa ni watu gani? Mimi katika hii shughuli usema ukweli ninayo muda mrefu kidogo. Na imenisaidia mambo mengi makuu. Imenisaidia kusomesha watoto mpaka sasa hivi wako juu kimasomo. Kuna mwingine ni mwalimu, wengine anamaliza chuo kikuu, mwingine ameingia mwaka wa kwanza chuo kikuu. Sasa wateja wangu asilimia wale vijana, asilimia kama wanafunzi wanapenda miwa, na mimi nawapenda, wananisaidia kwa sababu wananiwezesha kuweza kufanikisha kwa malengo yangu na kusaidia watoto wangu waende shuleni. Kwa kwanza kwenye mwili inakuongezea insulini ambayo inakuongezea sukari kwenye mwili wako ili kuzidi kuboresha yani kuimprove afya ya mwili wako. Na muwa kama muwa hawezi kusababishia kisukari. Maana hii ni chakula ambacho ni cha asili ambacho yani hakijatumia chemical yoyote, kipo soft kama kawaida kabisa. Hata kama nina kiu ya maji, unakata kiu ya maji. Alafu muwa kazi yake nyingine kubwa inaongeza sukari. Unaona? Alafu inasaidia kupunguza ile homa ya manjano, anaita msana. Unaona? Kwa hiyo kwa ujumla muwa ni zao ambalo linasaidia sana kwa sisi watu tunaoishi kanda ya ziwa. Yaani mimi inabidi nikimbilie muwa kwa sababu kama nilivyosema inasaidia kupunguza homa ya manjano. Alafu ni kinywaji chenyewe ambacho kiko kama soda. Maana miwa inaleta baridi mdomoni. Muwa kwanza huwa unasaidia kusafisha figo kwa watu. Kwa maana watu wanaupenda sana, una utamu, una gharama ndogo. Kwa maana unavutia kwa watu wengi sana. Ndio, madhara yanaweza kupatikana japokuwa mtumiaji hawezi kupata madhara ya moja kwa moja. Ni kitu ambacho unaweza kukitumia leo ukaja ukashangaa madhara unayopata aidha baada ya miaka 3 au 5. Kwa hiyo hawezi kukuasili direct pale pale, hapana, ina asili taratibu ambapo mwisho wa siku ndio maana tunajikuta sasa hivi watu wengi wazee wanajikuta wana magonjwa kama pressure na kisukari. Sio kwamba wameyapata katika hivi karibuni, hapana. Chanzo chake ni huku mwanzoni, msingi wake walivyokuwa kitumia vyakula vyenye sukari nyingi na vyenye mafuta mengi kama hivyo. Ndio, ni kweli kwa sababu wanavyotumia miwa inampelekea kukojoa sana. Kwa hiyo anapokuwa anakojoa sana inamsaidia kusafisha figo. Kuna positive effect na negative effect pia. Kwa hiyo kikizidi ile huwa inatolewa kama dozi kwa mtu ambaye tu ana tatizo hilo. Sawa na mtu mwenye ugonjwa fulani anatumia dawa fulani kutibu huo ugonjwa, lakini kwa mtu ambaye hana huo ugonjwa kutumia dawa hiyo kwake tena ni sumu. Nini rai yako sasa kwa wakulima walioko hasa katika maeneo utumiaji wa miwa uliozidi mipaka? Rai yangu kwa wananchi wote na Watanzania wote wanaolima miwa, wanaotumia miwa, wanaouza miwa, wawe na viwango ili kujilinda na madhara ya utumiaji wa miwa ya muda mrefu hapo baadaye hasa uzeeni.